Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo macho ili visikamishe malengo yako. Jambo la kwanza kabisa unalotakiwa kuwa nalo macho ambalo linaua malengo ya watu wengi ni kushindana na watu wengine. Yaani mtu anakuwa na malengo lakini kazi yake kubwa anayofanya ni kushindana na watu wengine. Hii inaua malengo kwa sababu utapoteza mwelekeo. Utafanya vitu vile ambavyo watu wanafanya badala ya kufanya vile ambavyo wewe unatakiwa kuvifanya. Kumbuka falsafa ya maisha sio competition, falsafa ya maisha ni completion. Falsafa sio kushindana na watu wengine, hapana. Falsafa ni wewe kushindania malengo yako. If you are the best, you will be the first. Ukiwa bora, utakuwa wa kwanza tu. Kwa hiyo kazi yako sio kuangalia nani amepata nini, nani amenitangulia, hapana. Wewe angalia naweza kufanya nini zaidi ya kile nilichokifanya jana. Nawezaje kuwa bora kuliko vile nilivyokuwa jana. Ukiwa kila muda ni mtu ambaye unaangalia wengine wamefanya nini, unataka kushindana uwe wa kwanza, utafeli kwenye malengo yako. Kwa sababu utafanya vipaumbele vyako vifanane na vya kwao, wakati wewe vinatakiwa viwe tofauti kulingana na aina ya malengo ambayo unayo. Jambo la pili ambalo linachelewesha na linalosababisha malengo ya watu wengi yafe kabisa ni kuchelewa kuanza. Watu wengi sana wanachelewa kuanza. Wanachelewa kuanza kwa sababu wanaogopa kufeli. Wanachelewa kuanza kwa sababu watu wengi wanataka kuanzia juu. Anaona akianza na kidogo ni kama vile ataonekana ni mnyonge, ataonekana hawezi. Hapana, usichelewe kuanza kwa sababu vitu vingine ukichelewa kuanza vitakugharimu sana baadaye. Kama una malengo, anza sasa bila kuogopa kuanzia chini. Jambo la tatu ambalo limesababisha malengo ya watu wengi yafe ni kutokuwa tayari kulipa gharama. Yaani mtu ana malengo makubwa lakini hayupo tayari kulipa gharama. Hapa nazungumzia kwanza ni gharama ya muda. Unataka kukuza biashara yako, kaa kwenye biashara yako, tumia muda kukuza biashara yako. Lakini pili, kuna gharama ya pesa. Itabidi uache kutumia vitu vingine, uache kujistarehesha ili uwekeze kwenye kile kitu ambacho unachokifanya. Watu wengi hapa hawapo tayari kufanya hivyo. Usipokuwa tayari kufanya hivyo, malengo yako ulionayo yatafeli. Uwe tayari kulipa gharama. Jambo la nne unalotakiwa kuliangalia ili malengo yako yasife ni kuishinda hofu ya kufeli. Unajua kwenye mfumo wetu wa shule tumefundishwa kwamba mtu anayefeli ni mtu ambaye hana akili, lakini katika mfumo wa maisha sivyo hivyo. Ukifeli unajifunza. Tunasema kwenye biashara kufeli ni ada unayolipa ili uje kufanikiwa baadaye kwenye biashara yako. Usiogope kufeli. Mtu mmoja alikuwa anaulizwa, hivi kufeli kwenye biashara inakuwaje? Akasema fail fast, fail haraka, shindwa haraka. Ukifeli haraka maana yake unajitengenezea muda wa kurekebisha makosa yako. Ukichelewa kufeli maana yake ni kwamba hautakuwa na muda wa kurekebisha makosa yako. Unakuta mtu anaogopa kufeli mpaka anazeeka. Mtu ana miaka 50, mtu ana miaka 55 ndio anaanza kufanya malengo yake. Sasa ukifeli hapo unakuta umepoteza kila kitu na muda haukuruhusu kujaribu tena. Feli haraka, jaribu tena. Kwa hiyo malengo ya watu wengi yamekufa kwa sababu mtu anaogopa atafeli. Anaogopa nitafanyaje nikifeli? Anaogopa nikifeli itakuwaje? Okay. Unapokuwa unaogopa kufeli, unakuwa unapata faida gani sasa? Ni bora ufanye kwa sababu unapofeli unajifunza tena. Unakuwa umekomaa zaidi katika kile ambacho unachotaka kukifanya. Watu wengi wameshindwa kufanikiwa katika malengo yao kwa sababu wanaogopa kufeli. Hivi ni vitu ambavyo watu wengi sana wameshindwa kuvikabili na matokeo yake malengo yao yamefeli.